Kwanza niwapongeze kwa kazi nzuri ya kizalendo ya kuitumikia nchi yetu. Hongereni sana. Na jambo hili mnalofanya sio tu la kimichezo kwa maana ni uwanja, lakini ni jambo ambalo linahusu masuala ya kiuchumi na masuala ya maendeleo. Ndio maana yanapokuwepo mashindano haya ya Afrika, mashindano ya dunia, nchi huwa zinagombania sana kuwa mwenyeji. Huwa wagombanii ili waweze kuwaona wachezaji wanacheza, hapana. Pana manufaa ya kiuchumi yanayoambatana na shughuli za aina hii. Kwa hiyo na ninyi kujitoa kwenu kwa namna hii ni mchango mkubwa mnaofanya kwa nchi yetu. Hongereni sana. Na mimi nielekeze wizara majina ya watu wote hawa wanaoshiriki, pamoja na kwamba wako kazini lakini wanafanya kazi ya nchi pia. Muwajue wote, licha ya kwamba kule tumeshaongea na swala la mikataba, lakini pia na kwenye kumbukumbu hawa watu wawepo. Lakini la pili, nilipotoka pale walitokea viongozi wenu wawili pale wameongea, na hoja ile walisema inawahusu na nyie hapa pamoja na kule Jimikanas pamoja na maeneo mengine. Swala la mikataba, lakini pia na swala la mahesabu ya kile ambacho kiko kwenye mikataba. Sasa kwa kuwa tumekutana kazini, sikutaka sana tuwe na mjadala mrefu, lakini nimeelekeza wizara pamoja na wenzetu ambao walishaanza kulifanyia kazi wakae na wenzetu hawa wanaosimamia haya masuala ya mikataba hii. Mikataba itoke haraka. Wameniahidi ndani ya wiki moja hivi watakuwa wamekamilisha hayo mambo ya mikataba. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, simamieni hilo, mikataba hiyo ije, lakini pia izingatie mahesabu ya kile walichokubaliana. Na hii mikataba, kwa sababu vijana wameendelea na kazi bila kusimama, licha ya kwamba mikataba ilikuwa haijaja. Kwa hiyo hii mikataba inaanzia walipoanzia kazi. Kwa sababu hii mikataba hii ni kuanzia walipoanza kufanya kazi. Kwa hiyo myazingatie yote hayo kwenye masuala ya mikataba. Lakini la tatu, nimesema kama mnavyoona tunahitaji maeneo haya yakamilike haraka. Nimeambiwa kwenye makubaliano mlikubaliana lisali moja tu la nyongeza. Nikawauliza wenzenu pale, kwani mnachoka? Wakasema hapana. Kwa hiyo nimesema pia waangalie uwezekano wa kuongeza masaa ili kazi iweze kukamilika haraka. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kaeni na mkandarasi, kaeni na wenzetu ambao wanasimamia mikataba. Tunataka kazi iishe haraka. Ikiwezekana kama materials zipo na zinaweza zikawezesha kufanya kazi hata masaa 24. Acheni wafanye kazi hata 24. Hata kama wengine watalala wakati wengine wanaendelea na kazi, wakiamka waingie wengine, sawa tu. Ili mradi hii kazi ikamilike ndani ya wakati. Kwa hiyo tunakubaliana na ndani siku 7, Mheshimiwa Waziri, nitahitaji nipate hiyo taarifa kwamba haya yameshaisha. Kazi zisisimame, endeleeni kuchapa kazi kwa sababu tunahitaji viwanja hivi vikamilike ndani ya wakati. Tusimwangushe Mheshimiwa Rais, amejitoa sana. Tumepata haya mashindano, lakini pia na tumeona mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo twendeni, tusimwangushe Mheshimiwa Rais. Mimi nimependa sana uzalendo wenu kwamba kulikuwepo na hoja hapa na hapa, lakini kazi haijasimama. Endeleeni hivyo hivyo. Mimi pamoja na wenzangu huku serikalini tutayasimamia haya, tukipata na dondoo kutoka kwa hawa viongozi wenu ambao wataja hapa, na tutauliza na maeneo mengine yale. Twendeni tukamilishe kwa wakati, na Mheshimiwa Waziri, kaeni na wale wenzetu kama nilivyosema, ili
tukimbize, tuongeze muda wa kufanya kazi. Haya ninayowaambia ninyi nimewaambia na wizara zingine ambazo zina shughuli ya kufanya kwenye barabara za TANROADS, kwenye barabara za TARURA, kwenye taa za barabarani pamoja na mazingira mengine. Tunataka muda unapofika wa wenzetu hao kujiridhisha kwamba tuko tayari, wakute tuko tayari, kwa sababu hii si michezo tu, bali pana uchumi ndani yake.